Naomba nitamkaribisha huyu ni mheshimiwa mbunge mstaafu wa Arusha mjini. Naomba nikatishe kidogo ili aweze kutoa neno kwa ajili ya bibi harusi ili aweze kunimruhusu aondoke. Karibu mheshimiwa. Bwana Yesu asifiwe. Nimeshangaa sana kwamba unaweza kuwa MC tunakutafutia jimbo sijui hata nakwambia nini lakini hongera sana. Hii ni siku muhimu sana kwako. Na binti yangu ana miaka 16. Naomba Mungu siku moja nione siku kama hii kabisa. Naomba Mungu. Neno moja tu. Enyi wake watiini waume zenu. Utii sio utumwa. Mimi ni Mkristo mzuri sana. Nimeona kitu kimoja kwenye makanisa ya kiroho kwamba wasichana ama wake wanaweza wakawapenda manabii, mitume, wachungaji na maaskofu na kuwatii kuliko waume zao. Fanya hivyo au mtii Mungu. Mtii Mungu, utamheshimu mume, utamheshimu wazazi, utaheshimu na watumishi wa Mungu. Lakini nyie ama kizazi hiki ni kizazi chenye changamoto kubwa kwa sababu ya teknolojia. Ina faida kubwa na vile vile ina mashaka mengi. Maisha yako na mume wako yazingatie sana neno la Mungu. Mitandaoni siku hizi kila mtu ni mwalimu. Ukifungua TikTok, ukienda Instagram, ukienda Facebook. Mimi naangalia, nafuatilia kwa sababu mimi ni mwanasiasa. Unapita sana mitandaoni, kuna upotoshaji mwingi sana. Hasa wanawake kwa wanawake, kuna walimu wengi wanafundisha uongo. Chochote kitakachoinuka juu ya neno la Kristo zidi ya ndoa, hata kama anayekufundisha ni profesa, kama hicho kitu hakiendani na msingi wa neno la Mungu, ni uongo na kikatae. Ndoa nyingi sana zinayumba kwa sababu ya social media. Sisi wanaume huwa waposti matatizo ya ndoa, huwa wanaposti impression. Sasa usije kuona angalia Instagram, ona mimi nampa Neema maua, utafikiri mimi na Neema tugombani. Kamwambia mume wako, ona ufanye hivyo. Kuna kitabu kimoja kinaitwa na recommend usome, na nafikiri sijui kama nilikuja nacho juzi, lakini mimi nimekisoma hivi karibuni na mke wangu. Inaitwa Say 5 Languages, The Secret to Love That Lasts. Ameandika Gary Chapman. Takupa zawadi.